السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه نؤمن به نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Wadugufu Islam, tuko tunaendelea na darasa zetu za fiqhi. Kitabu ni Matnu Safinati Naja, na leo hii tutatazama faslu. Tunaendelea na faslu tuliyoanza katika wiki zilizopita kuhusiana na kula mchana wa Ramadhani na vigawanyo vyake, na hapa tunaendelea eneo panalosema wa aqsamul iftari arba'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa aqsamul iftari arba'atun, na vigawanyo vya kula mchana wa Ramadhani ni vinne. Aidha vile vile ni vinne. Kwa la kwanza Sheikh ma yalzamu fihi alqada'u, ni kigawanyo kinacholazimu ndani yake kulipa, walfidia, na kutoa fidia. Kigawanyo cha kwanza ma yalzamu ni yale yanayolazimu fihi ndani yake alqada'u, kulipa somo. Manake ukila mchana Ramadhani kuna mambo yanakufanya uje ulipe ile funga yenyewe, walfidia, tunakutoa fidia, na fidia inakuwa ni kibaba kimoja, karibu kilo moja, na karibia haifiki lakini inakaribia kilo moja. Unalisha maskini kila siku ambayo utakula ndani ya mchana wa Ramadhani, kwa ile mustahiku, yule anayestahiki kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Kwa kigawanyo cha kwanza katika vinne, Sheikh anasema maana kile ambacho yalzamu fihi, kinalazimu ndani yake, alqada'u, kulipa funga, walfidia, na kutoa fidia. Wa huwa ithnani, nazo ni hali mbili ni hali mbili. Al-awwal, hali ya kwanza, al-iftaru, ni kula li khawfin, kwa ajili ya kuhofia au kwa khofia, ala ghairihi, kumkhofia mtu mwinginewe. Kuna mtu kala Ramadhani, mchana wa Ramadhani, li khawfin ala ghairihi, kwa kumkhofia kiumbe mwingine. Huyo atatakiwa kuja kuilipa funga ile siku ile, kuilipa kwa kuifunga, lakini vile vile ataitolea fidia. Kivipi? Kwa mfano, mama mjamzito akaamua huyu asifunge Ramadhani kutokana hali hawezi, lakini hofu yake anamhofia yule kiumbe aliyomo tumboni. Kwa hiyo tunasema anahofia kiumbe mwingine. Kwa kuwa anamhofia kiumbe mwingine, basi kuja kulipa kwake ni kulipa pamoja na fidia. La kama anahofia mwenyewe tu nafsi yake, afya yake yeye kama yeye, basi atakuja kulipa funga tu kama funga. Hapo tufahamu vizuri. Au mama ananyonyesha mtoto, akahofia nikiwa nitafunga huyu mtoto atakosa maziwa ya kunyonya, basi huyu atakuja kulipa saumu ile pamoja na fidia. Hivyo ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu kama hofia kimwingine. Wathani, na ya pili, aliftaru, ni kula mchana Ramadhani, ma ta'khiru qada'i, pamoja na kuchelewesha kulipa. Kuna mtu alikula mchana Ramadhani lakini ma ta'khiri qada'i, pamoja na kuchelewesha kulipa, yani akachelewesha kuilipa Ramadhani, wa ma imkanihi, pamoja na kuweza kwake, alikuwa ana uwezo wa kulipa lakini akachelewa kulipa. Hata yatia Ramadhanun akhar, mpaka ikaja Ramadhani nyingine, zikagongana Ramadhani, ikabidi afunge ile nyingine kwanza. Huyu ni mtu ambaye akija kuilipa Ramadhani hiyo ya nyuma, atalipa siku zoziwacha, lakini kila siku moja atakuwa anaitolea fidia. Wathaniha, na aina ya pili ya kula Ramadhani, kigawanyo cha pili, yalmani, yale ambayo yalzamu fihi alqada'u, yani lazimu ndani yake kulipa funga, duna alfidia, pasina kutoa fidia. Kuna mtu yeye analazimikiwa kulipa tu siku ile na bila kutoa fidia. Nani? Wa huwa yakthuru, nayo ni mengi, wa huwa nayo yakthuru, ni mengi, kamughman alayhi, kama yule mwenye kuzimia. Wa huwa yakthuru, nayo yanazidi, yani ni mengi. Kamughman alayhi, kama yule mtu mwenye kughumiwa. Mtu aliyeghumiwa maana yake aliyezimia, akizinduka yeye, maana yake saumu ile atakuja kuilipa pasi na fidia.
Wa thalithuha, na kigawanyo cha tatu, ma ile ambacho yalzamu fihi alfidya, kina lazimu kutoa fidia, duna alqadha, pasi na kulipa. Ma yalzamu fihi ni ile ina lazimu ndani yake alfidya, kutoa fidia, duna alqadha, pasi na kulipa. Kuna mtu yeye hatatakiwa kuja kuilipa saumu, lakini atatakiwa atoe fidia. Kama nani? Wa huwa naye shaykhun kabirun, ni mtu mzee sana. Shaykhun kabirun, mzee sana. Mzee sana, sio shekhe. Shekhe maana yake kwa maana ya mzee, mtu mzima sana, hawezi kufunga tena. Huyu yeye atakuwa anatolewa fidia tu, lakini haji kulipa saumu. Warabiha, na kigawanyo cha nne, la wala, manake la wala au la wala, manake hailazimu kutoa fidia wala kulipa funga. La wala, hailazimu fidia wala hailazimu kulipa funga. Kundi gani hilo? Wa huwa naye almajnun, mwenda wazimu, alladhi, ambaye lam yataadda bijununihi, hajafanya jeuri katika wazimu wake. La wala, hailazimu fidia wala hailazimu kulipa funga. Wa huwa almajnun, naye ni mwenda wazimu, alladhi, ambaye lam yataadda, hakufanya jeuri, bijununihi, kwa wazimu wake. Huyu yeye mwenda wazimu anakula Ramadhani, lakini haji kuilipa funga ile wala hatoe fidia. Lakini yupi? Mwenda wazimu ambaye hajafanya jeuri katika ule wazimu wake, maanake hajajitakia yeye mwenyewe wazimu. Kuna mtu anajitakia, anakwenda kuchezea madawa ya kulevya, yanapangua akili, anakuwa mwenda wazimu. Huyu funga zile atazibeba, siku akipoa azilipe na atubie kwa Mwenyezi Mungu, sababu ameharibu saumu yake kwa kujitakia yeye, kwa ubilisi na shetani na kufuata matamanio ya nafsi yake. Insha Allahu taala tutafikia hapo. Darasa inayofuata, kipengele cha mwisho kumalizia kitabu chetu kwa upande wa matnu Safinatun Naja, ili tuangalie Safinatus Swala, tuangalie swala kwa ujumla wake inshallah. Billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.